Manchester United imetangaza rasmi kwamba itajenga uwanja mpya ambao utakuwa ni uwanja mkubwa zaidi katika historia ya nchi ya Uingereza. Uwanja huu utakuwa na ukubwa kiasi gani? Na itachukua miaka mingapi mradi huu kukamilika? Tutarajie lini Manchester United itaingia na kucheza mechi ya kwanza katika uwanja huu mpya? Na vipi wakati wa mechi hiyo ya kwanza katika uwanja huu mpya, kocha wa Manchester United atakuwa nani? Lakini vipi kuhusu gharama za kujenga uwanja huu? Zitatoka wapi? Ni nani ambaye atafinance mpango huu wa kujenga uwanja huu mpya? Basi haya ni miongoni mwa mambo machache ambayo nimekuandalia kati ya mengi kuhusu mpango huu mpya wa Manchester United wa kujenga uwanja mpya badala ya uliopo sasa hivi wa Old Trafford. Karibu sana, twende pamoja tuweze kupitia mambo haya muhimu ambayo yanabadilisha historia kabisa ya klabu ya Manchester United na kuanzisha historia mpya ambayo itaanza kuandikwa hivi karibuni. Dive into the world of sports with United TZA. Hujambo mwana United, basi karibu sana United TZA. Mimi naitwa Dr. Nandez na nimekuandalia majibu ya maswali ambayo umekuwa ukijiuliza kuhusu mpango mpya wa kujenga uwanja mpya wa Manchester United. Klabu imetangaza rasmi kwamba itajenga uwanja mpya ambao utakuwa ni uwanja mkubwa kabisa katika historia ya klabu ya Manchester United. Lakini vipi kuhusu mipango hii? Itaendaje na itakamilika jinsi gani? Miongoni mwa maswali ambao wengi wamekuwa kujiuliza ni hasa swali muhimu la kwanza, kwamba uwanja huu utaanza kujengwa lini na utakamilika lini. Na ni lini tunaweza kutarajia kwamba klabu itaingia katika uwanja huo na kucheza mechi yake ya kwanza? Vipi kuhusu kocha wa Manchester United muda huo atakuwa nani? Basi klabu imetoa taarifa rasmi kwamba uwanja huu mpya utaanza kujengwa mwishoni mwa mwaka huu wa 2025 na mpango wa kukamilisha uwanja huu wanasema kwamba unaweza kukamilika ndani ya miaka 5. Norman & Foster ambao ndio madesigner na ambao architecture wa uwanja huu wamesema kwamba kujenga uwanja wa aina hii ambayo wanataka kujenga sasa hivi kwa kawaida ni mradi ambao ungechukua miaka 10 na zaidi kukamilika. Lakini wao wameweka mipango madhubuti ya kuhakikisha kwamba uwanja huu unakamilika kwa chini ya miaka 10, na wamesema kwamba unaweza kukamilika ndani ya miaka 5 kuanzia sasa. Kwa maana hiyo uwanja huu unaweza kuwa umekamilika kufika mwaka wa 2030. Miaka 5 kutoka sasa, inshallah tunaweza kuona uwanja mpya wa Manchester United ukiwa tayari kwa ajili ya matumizi. Klabu inaweza kuanza kuutumia lini? Bwana Omar Berrada ambaye ni mkurugenzi wa Manchester United amesema kwamba klabu inatarajia kwamba uwanja huu ukamilike mwaka wa 2030 na mradi huu haupasi kuzidi mwaka 2032. Manake ni kwamba ikitokea kwamba labda klabu hii imechelewa kukamilisha uwanja huu, basi mpango ni kwamba haipaswi kuzidi mwaka wa 2032. Omar Berrada ameongeza kusema kwamba tunatarajia kwamba katika msimu wa mwaka 2031-32 utatumika uwanja mpya wa Manchester United na historia mpya itakuwa imeandikwa. Sasa klabu inasema kwamba haina fedha za kutosha wakati huu, na miongoni mwa vitu ambavyo vimeleta maswali makubwa sana ni kwamba klabu inapanga kujenga uwanja huu mkubwa. Gharama kubwa kiasi gani ambayo inatakiwa kuweza kukamilisha mradi huu, na vipi hizo pesa zinatoka wapi? Kusema kweli, Sir Omar Berrada pamoja na Bwana Omar Berrada pamoja na Sir Jim Ratcliffe hawajazungumza vizuri kuhusu hilo na kuonesha wazi ambapo fedha itatoka. Lakini vyanzo vya ndani vya wachambuzi wa soka na pia vyanzo vya ndani vya klabu ya Manchester United vinasema kwamba uwanja huu unaweza kugharimu pauni bilioni 2 kukamilika.
zaidi ya bilioni 2. Na amesema kwamba ingawa klabu haijatoa data kamilifu ni jinsi gani itapata fedha hizo, lakini wanasema kwamba tayari klabu ishaweka mipango ya kujua jinsi ambavyo itapata fedha hizo, na miongoni mwa mipango hiyo ni kwamba kutakuwa na mashirika ya kibinafsi ambayo huenda yatakuwa wadhamini wa uwanja huu na watainvesti fedha zao nyingi katika kukamilisha mradi huu. Inapohusu klabu kama Manchester United, ni rahisi kupata wadhamini kwa sababu ni klabu ambayo itakuwa ina jina kubwa ulimwenguni. Ni klabu ambayo ni rahisi kuitumia kuzalisha fedha nyingi ulimwenguni, na ni klabu ambayo inafuatiliwa zaidi ulimwenguni. Kwa hiyo nafikiri kwa Ineos na kwa klabu ya Manchester kwa ujumla haiwezi kuwa shida sana kupata mkopo wa kuweza kujenga uwanja huo au kupata investors ambao wanaweza kutumika uwanja huo na baadaye kutumia kama sehemu ya matangazo kwao. Kwa hiyo nafikiri inaweza ikawa njia rahisi kwao kupata fedha hizo. Kwa hiyo ingawa klabu kwa sasa haina fedha, lakini bado Ineos pamoja na klabu ya Manchester United wana uhakika kwamba watapata fedha hizo zaidi ya bilioni 2 kuweza kukamilisha uwanja huu ndani ya kipindi ambacho kimetajwa, kipindi cha miaka 5 na isizidi miaka 7. Kwa hiyo tutarajia kwamba utakuwa ni uwanja bora ambao utatumia gharama kubwa, na gharama hizo zitapatikana kwa wakati kuhakikisha kwamba uwanja huu unakamilika kama vile ambavyo imetarajiwa. Uwanja huu mpya ambao utajengwa utakuwa na ukubwa kadiri gani ukilinganisha na viwanja vingine leo duniani? Taarifa rasmi imesema kwamba utakuwa ni uwanja ambao utakuwa na viti zaidi ya 100,000, utakuwa na watazamaji 100,000 na zaidi. Huenda ukaona kwamba ni uwanja huo ni mdogo, lakini kwa kawaida uwanja mkubwa zaidi nchini Uingereza ni Wembley ambao unachukua mashabiki 90,000. Kwa hiyo maana yake ni kwamba uwanja huu mpya ambao unapangwa kujengwa utakuwa ni uwanja mkubwa zaidi katika historia ya mji wa Manchester, utakuwa ni uwanja mkubwa zaidi katika historia ya nchi ya Uingereza, na utakuwa ni uwanja mkubwa zaidi kuwahi kutokea katika nchi hiyo, hasa katika mfumo wa soka. Kwa hiyo utakuwa ni uwanja mkubwa sana. Japo hautakuwa uwanja mkubwa zaidi ulimwenguni, lakini utakuwa ni moja ya viwanja vikubwa zaidi na venye thamani zaidi ulimwenguni. Camp Nou inachukua mashabiki 115,000 hivi nafikiri, lakini uwanja mmoja ambao unatajwa kuwa uwanja mkubwa zaidi ulimwenguni uko kule nchini North Korea unaitwa Rungrado Stadium, na uwanja huu unachukua mashabiki 114,000. Kwa hiyo uwanja huu ingawa hautakuwa uwanja mkubwa zaidi ulimwenguni, lakini na kuhakikisha kwamba utakuwa ni uwanja mkubwa zaidi katika historia ya nchi ya Uingereza, na itakuwa ni miongoni mwa viwanja vichache zaidi vikubwa katika soka la Ulaya. Ukiacha na ukubwa wa uwanja huu unatajwa kuwa utakuwa ni uwanja wa kisasa zaidi. Design ya uwanja ambayo imetolewa inaweza kuonyesha jinsi ambavyo uwanja huo utakuwa umeboreshwa zaidi. Ukilinganisha uwanja wa sasa wa Old Trafford na uwanja huu mpya ambao unakuja, mashabiki wako mbali na uwanja, wako mbali na pitch, wako mbali zaidi na wachezaji. Sir Jim Ratcliffe na pia Norman and Foster, wale madesigner wa uwanja huu, walipokuwa wakitoa design ya uwanja huu, miongoni mwa vitu ambavyo wamesema wamezingatia kwamba lazima uwe uwanja wa kisasa, uwe uwanja wa kuvutia, lakini uwe uwanja ambao utakuwa na vibe la kutosha la mashabiki wa nyumbani wakati wa mechi za nyumbani. Hii inamaanisha nini? Wamesema kwamba miongoni mwa vitu ambavyo wamevizingatia ni kuhakikisha kwamba mashabiki wapo karibu zaidi na pitch. Maana yake ni kwamba kutakuwa na sound kubwa zaidi ya mashabiki ambayo itakuwa confined ndani ya uwanja kuliko vile ambavyo ilivyo sasa. Swala lingine muhimu kuhusu mpango mpya wa kujenga uwanja huu mpya, wengi ambalo mngependa kujua, vipi kuhusu uwanja huu uliopo sasa wa Old Trafford? Je, itakuwaje kuhusu? Je, utaondolewa, utarekebishwa, utumike matumizi mengine, ama itakuwaje? Bado klabu pia haijatoa majibu hususan kuhusu uwanja huu, lakini wanasema kwamba kuna options kadhaa ambazo wanazifikiria kuona kama wanaweza kuzifanya,
ni miongoni mwa option moja ni kurekebisha uwanja huu na kuutumia kwa matumizi ya mechi za wanawake, lakini pia mechi za timu ya academy. Lakini taarifa zingine za ndani kabisa ambazo zinasema kwamba likely options ya kufanyika ni kwamba klabu itabomoa uwanja huu, na mradi huu wa kubomoa ni mradi ambao pia utagharimu fedha nyingi na inaweza kuchukua mwaka mzima kukamilisha kubomoa uwanja huu uliopo sasa wa Old Trafford. Sasa swali ni kwamba ikiwa uwanja wa Old Trafford uliopo sasa utabomolewa, kuna vitu viwili hapa vya kufikiria. Vipi kuhusu jina la uwanja mpya? Lakini vipi kuhusu uwanja huu wa zamani unapobomolewa? Vipi kuhusu historia ambazo zinaambatana na uwanja huu? Je, tunazisahau? Tunazipoteza? Sir Jim Ratcliffe pamoja na waandaaji wa uwanja huu wamesema kwamba miongoni mwa vitu ambavyo wamevizingatia wakati wa kuandaa uwanja mpya ni kuhakikisha kwamba historia ya uwanja wa zamani inatunzwa na memory zote ambazo zimeambatanishwa na uwanja huu wa zamani wa Old Trafford wa sasa hivi zinaendelea kulindwa. Kwa hiyo katika uwanja mpya kuna sehemu muhimu ya archive ambayo itakuwa ni sehemu ya kihistoria ya kuendelea kutunza kila kitu ambacho Manchester United wanaweza kujivunia kuhusu uwanja huu. Lakini pia kuna uwezekano kwamba pia jina la uwanja huo likabaki kuwa lile lile la Old Trafford kama ambavyo ilivyo sasa, ili kuendelea kulinda historia ya uwanja wa Old Trafford. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu pia eneo ambalo uwanja huu unajengwa ni eneo la Old Trafford, ni karibu kabisa na uwanja huu wa sasa. Wengine wanasema kwamba ni mita chache tu kutoka katika uwanja uliopo sasa. Yaani ni sehemu ambayo unaweza kutembea kwa mguu kutoka uwanja huu wa sasa kufika katika uwanja huu mpya ambao unajengwa. Manake ni kwamba ni mtaa ule ule, ni eneo lile lile, ni mazingira yale yale. Kwa hiyo manake ni kwamba basi kuna uwezekano kwamba uwanja mpya utakapojengwa na kukamilika, uwanja wa zamani utabomolewa, kwa sababu kwa sasa Manchester itaendelea kutumia uwanja huu wa zamani mpaka pale ambapo uwanja mpya utakuwa tayari kwa matumizi. Baada ya kuhamia uwanja mpya, basi uwanja wa zamani utabomolewa, na huenda uwanja mpya pia ukabaki na jina hilo hilo kama lilivyo la sasa hivi, yani utaendelea kuitwa Old Trafford. Tutaendelea kuona zile Stratford and Sir Alex Ferguson Stand na vitu kama hivyo, ili kuendelea kuboresha na kutunza historia ya uwanja huu wa zamani, kwa sababu imekuwa ikifanyika hivyo katika historia pia. Kwa sababu Old Trafford ambao unaona hivi leo haikuwa hivi, imekuwa ikifanyiwa marekebisho na maboresho kila baada ya miaka kadhaa. Kwa hiyo huenda historia hiyo pia ikatunzwa katika uwanja huu mpya. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi wale ambao mnahisi kwamba itakuwa ni kuharibu kwa historia. Mimi naamini kwamba bado uwanja huu utakuwa na historia nzuri sana za kutoka katika uwanja wa zamani wa Old Trafford. Basi ujenzi wa uwanja huu utakuwa na faida gani kwa soka la Manchester United, soka la Uingereza na maisha kwa ujumla ya nchi ya Uingereza? Basi watafiti wa mambo na pia wana mipango wa Manchester wamesema kwamba uwanja huu utakuwa kitovu cha michezo katika jiji la Manchester, lakini pia utakuwa kitovu cha soka katika dunia nzima na Ulaya kwa ujumla. Pia ndio kwamba itakuwa ni sehemu kubwa sana ya utalii, lakini pia itakuwa pia ni sehemu bora sana ya miundombinu ya eneo la Manchester. Manake zitajengwa hoteli kuzunguka uwanja huo, zitajengwa miundombinu, barabara, maduka na mambo kama hayo. Na kwa kufanya hivyo, manake ni kwamba wakazi wa Manchester, wakazi wa nchi ya Uingereza watafaidika kwa kiwango kikubwa sana na uwanja huu. Taarifa zinasema kwamba ujenzi wa uwanja huu kabla na baada ya kujenga utatengeneza nafasi za kazi zaidi ya 92,000 katika nchi ya Uingereza na kuongeza pato la uchumi katika nchi ya Uingereza kufika pauni bilioni 7.3 kwa mwaka katika nchi ya Uingereza. Na hii ndio maana uongozi wa mji wa Manchester pamoja na nchi nzima ya Uingereza kwa ujumla wameunga mkono mpango huu, kwa sababu ni mpango ambao utaifaidisha klabu ya Manchester United, si Manchester United tu, bali pia utaifaidisha pia nchi nzima ya Uingereza kwa kuongeza ajira, lakini pia kuongeza pato la kiuchumi katika nchi hiyo.
Na pia wamesema kwamba nyumba mpya zaidi ya 17,000 zitajengwa kuzunguka katika eneo hilo la uwanja, na hivi maana yake ni kwamba miundombinu na makazi ya watu pia yataboreka katika sehemu hiyo. Basi hayo ni mambo muhimu ambayo unapaswa kuyajua kuelekea ujenzi wa uwanja mpya wa Manchester United. Je, utaitwa Old Trafford ama itakuwaje? Tusubiri tuone, lakini kuna uwezekano mkubwa jina likabaki hivyo, na pia tunaacha kwamba utakuwa ni uwanja bora sana. Mimi binafsi nimeangalia picha za uwanja huo na zimenivutia kwa sababu naona jinsi ambavyo utakuwa ni uwanja wa kisasa, uwanja mkubwa, na naamini kabisa vibe la mle ndani itakuwa sio vibe la kawaida. Ukiwa kama shabiki wa Manchester United, ukiwa pale unashuhudia mechi, nafikiri itakuwa ni tukio moja muhimu sana la kihistoria. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo wamefanya Ineos vikubwa ni kuweka hii project ya kujenga uwanja mpya. Tukishuhudia jambo hilo likitokea mbele ya macho yetu, inshallah, maana sisi tutakuwa pia miongoni mwa kizazi cha historia, kwa sababu wengi tumezaliwa tumekuta Old Trafford ipo, lakini sasa tutakuwa sehemu ya kizazi kipya cha kushuhudia uwanja mpya ukijengwa na kuona Manchester United ikifanikiwa ikiwa katika uwanja mpya. Binafsi nimeanza kudream na kuona jinsi ambavyo klabu inaweza kaa inabeba Champions League katika uwanja wa nyumbani kama ule. Nimeanza kudream nikiona Manchester inashinda katika uwanja wa nyumbani, uwanja mpya, uwanja chini ya ndani ya mashabiki zaidi ya 100,000. Nimeanza kudream nikiona Ruben Amorim akiwa kocha wa Manchester United katika uwanja huu mpya. Sir Jim Ratcliffe amesema kwamba tunatamani kwamba tunapoenda kucheza mechi ya kwanza katika uwanja huu wa Manchester mpya, kocha wetu awe Ruben Amorim. Hii inakuonyesha wazi kwamba Ineos wana mpango wa kukaa na Ruben Amorim kwa muda mrefu kadiri ambavyo inawezekana. Kitu ambacho mimi na wewe mashabiki wa Manchester tunakitamani kuona kikifanyika, sababu tumeshagundua kwamba Manchester United inahitaji kuvumilia kocha. Inahitaji kumpa muda wa kutosha kumsaidia kuweza kufikia kila ambacho anataka kukifanya. Na Ineos inaonekana hapo committed kufanya jambo hilo na kumunga mkono na kuhakikisha kwamba anakuepo wakati uwanja mpya unafunguliwa. Tutarajie ni lini klabu inaweza kuanza kutumia uwanja huu. Kama nilivyosema mwanzoni, basi Omar Berrada na wale waandalizi wa uwanja wamesema angalau kwa msimu wa mwaka 2031 uwanja huu utakuwa tayari kwa matumizi na klabu ya Manchester inaweza kucheza mechi ya kwanza katika uwanja huo. Vipi wewe mwana soka na wewe mwana Manchester United? Una maoni gani kuhusu uwanja huu? Ningependa kwenye comment hapo uniandikie kila ambacho unaona kulingana na mpango huu wa Manchester kujenga uwanja mpya, lakini pia vipi kuhusu jina la uwanja? Ungependa jina libaki lile lile ama litafutwe jina lingine? Ikiwa kuna jina lingine ambalo unafikiri ni jina gani zuri ambao unafurahisha na kuweza kuvutia kuitwa uwanja huu mpya? Je, unapanga kutembelea siku moja uwanja huu? Nitaarrange trip kwa wale ambao watapenda. Kaa nasi na kuna siku tutaenda kuvisit uwanja huu mpya endapo utakamilika. Basi hayo yalikuwa ni machache kati ya mengi ambayo nimekuandalia kuhusu uwanja huu mpya. Natumai umepata kujua mpango mzima kuhusu uwanja huu. Ikiwa kuna jambo ungependa kuelewa, ikiwa kuna swali, hapa kwenye comment unaweza kutuandikia, lakini pia tufuate kule Instagram, X na TikTok. Kote huko unaweza kutuandikia maoni yako na kuuliza swali lolote ambalo ungependa kujua kuhusu uwanja huu, lakini pia kuhusu klabu nzima ya Manchester United. Mimi naitwa Dr. Hernandez na hapa ni United TZA. Dive into the world of sports with United TZA.